Nashukuru Mungu kwa sababu ya upendo mkubwa ambao ameniwezesha kufikia siku ya leo nikiwa hapa katika flyover ya SGR, na ukiangalia utaona ule ni uwanja wetu wa ndege airport. Nimekuwa huko usiku kwa saa 9 katika maombi. Ukiangalia ile ndio uwanja ya SGR, nimekuwa usiku saa 10 na nimekaa katika uwanja wa ndege usiku wa leo, ikiwa ndio siku yangu ya 20 ya kufunga na kuomba, my 20th day. Na Mungu akanishangaza kwa sababu nilikaa kule airport masaa mengi nikiwa nafanya kazi hii ya online business na maombi, na Mungu hakuruhusu nipate client. Wakati nimetoka nimelipa pesa mingi, na baada ya kutoka kule nikapata ya kwamba nilipoenda pale SGR, gari ambayo niko nayo ikapasua mpira wa breki, ule mpira ambao huleta mafuta ya breki katika brake system. Ilipasua nikiwa gari imesimama. Baada ya kupumzika kidogo, nilipogurumisha gari, mtu akaniambia nimjamsatie gari yake ikiwa imekwama. Kupeleka tu hatua moja namna hii, mafuta yote ya breki ikamwagika. Na basi nilipokuwa ninajiuliza na kutafakari, nikaletwa hapa na Mungu akaniambia kile kilisababisha nisipate client hiyo saa 9 ya usiku ni kwa sababu hiyo gari ingeenda kuleta ajali kubwa barabarani, kwa sababu ingeishia breki katikati ya barabara, mahali ambapo ni pabaya nikiwa na customer, na ingelete hasara kubwa na ingelete ajali kubwa ya barabara. Kama vile unaona ni highway ambayo iko na magari mengi. You can imagine gari ikose breki ikiwa mahali kama hapa niko juu, inaweza ikapigana na matrela ama hizi malori kubwa kubwa. Lakini kwa sababu ya upendo wa Mungu akanisaidia, nikatoka kule JKIA nikiwa salama, nikaitisha hiyo breki. Na sasa nashukuru Mungu kwa sababu katika huu muhula wangu wa nusu wa mwaka wa 2026, nusu ya mwaka huwa ninaenda 21 days, na Mungu amenipa neema hii ikiwa ndio siku yangu ya 20. Ninasikia bado ni kama ninaweza nikaendelea nifikishe siku 40, lakini kwa sababu shetani alijaribu kupinga, akafanya tumbo yangu ikawa na shida. Nikaenda hospitali, wakaniambia niko na H. pylori ambayo inahitajika nikule sana, lakini nikaambia shetani sitawacha kukula, nitaendelea na kufunga 21 days mpaka ziishe. Na usiku wa leo Mungu akanipatia ufunuo katika kitabu cha Judges, kama vile Gideoni alivyobomoa madhabahu ya babu yake na baba yake. Judges chapter number 6 from verse number 6 ikaniambia ya kwamba Mungu anaenda kunipa ushindi wa kubomoa madhabahu ya mababu na mababa, na ufalme wake utatukuzwa. Asante sana mtazamaji na msikilizaji. Penda Mungu wako, atakuinua kutoka kiwango kingine hadi kiwango kingine kwa utukufu wa jina lake. Ni Mungu asiyeshindwa, ninamwamini na kumpenda na jamii yangu. Mimi wenyu Pastor Robert Kibaru, a former street children, ambaye anafanya mambo ya kuleta vizazi vingi kutoka kwa street hadi kwa state ya mbinguni kwa utukufu wa jina la Bwana. Nimekuwa na wengine wananiambia wanatamani kutoka katika kwa street. Ukiangalia utaona ile ni SGR pale, unaweza ukaitazama vizuri. SGR pale ikipita mambo ile kabisa,
lakini kwa sababu ya umbali hautaweza kuitazama.